Mimi naitwa Hamisi Ali Mtungata, ndio diwani wa kata hii ya Ufukoni. Mimi ndio mwakilishi wenu, lakini kwa sababu kikao kama hiki ni kikao changu cha kwanza, naomba niseme neno moja. Nawashukuruni sana kwa kuniwezesha mimi kuwa mwakilishi wenu, na niko tayari kuwawakilisha kwa kila eneo. Mimi baada ya matokeo nilipigiwa simu na afisa elimu kata. Kwa sababu afisa elimu kata mimi nafanya naye kazi kwa ukaribu sana, pamoja na mkuu wa shule ndugu yangu Zahabu. Nafanya kazi vizuri sana. Mengi nakuja nazungumza naye, ananipa maelekezo ya walimu na nini. Kwa hiyo nikamwambia mimi nakusudia nikutane na walimu wa Sino sekondari ili niweze kuwapongeza kwa kile ambacho wamekifanya, ili tutiane moyo tuweze kufanikiwa zaidi muda ujao. Lakini nikamwambia lazima niwe na walimu wangu wa shule za msingi, kwa sababu wanafunzi ambao wanakuja sekondari Sino maana yake wanatoka kwenye shule za msingi. Kwa hiyo lazima tuachue kwanza wazazi ambao wanaanza kuwalea wale watoto na baadaye kuleta kwenye shule ya sekondari, na ndio maana nikafanya hivyo kitu. Lakini pia nikasema wenye viti wa mitaa wawepo, wakiwemo na wajumbe wao, kwa sababu yapo mambo tutazungumza hapa sisi kama familia, sisi kama wana Ufukoni, ili kuhakikisha elimu yetu inasonga mbele. Kwa hiyo nikasema tukutane tarehe ya leo, basi tuweze kuzungumza kama wenzangu walivyotangulia kuzungumza. Lakini na mimi nichukue nafasi hii kuwapongezeni walimu shule ya sekondari Sino. Mkuu, nakupongeza wewe na wapongeza walimu wenzio. Umoja wenu ndio umetufikisha hapa tulipofika, na tukawa tumefanya vizuri. Na mimi naendelea kufarijika kama diwani, kwa sababu mimi nimeapishwa tarehe 4 mwezi wa 12 2025. Kwa hiyo maana yake au tafsiri yake, maana yake tumeanza vizuri mkiwa na mimi. Mimi naanza kujadili 25, naendelea mpaka hiyo 30, ili tuweze kuona sasa tunaongezaje kiwango cha ufaulu kwenye shule yetu hii ya Sino. Kwa hiyo nasema asanteni sana, lakini nikasema lazima leo tule na tule chakula cha pamoja, ili na mimi nifarijike kwamba wenzangu mmenisaidia, kwa sababu maanake nyinyi mimi ndio sasa mmeniheshimisha. Nyinyi mmeniheshimisha, kwa sababu kama nyinyi mngelegalega, maanake tungefanya vibaya tayari. Hata mimi huko nje ningesema diwani wa shule ile ambayo ilifanya vibaya, lakini leo mimi naingia kwenye historia kwamba nimeanza na kazi yangu ya diwani, lakini shule yangu ya sekondari imefanya vizuri. Lakini pia nichukue nafasi hii kuipongeza shule ya sekondari Aquinas. Mwakilishi, mimi nawapongezeni sana. Nyinyi mnafanya vizuri kila siku, kila wakati. Sababu hata wakati niko katibu wa CCM wakati alikuwa nakuja pale, nilikuwa naona kazi zenu mnazozifanya. Kwa hiyo na nyinyi naendelea kuwashukuruni. Lakini mkuu wa shule ni kuombe sasa, wanasema kizuri jifunze kwa mwenzio, au si? Kwa hiyo na sisi sasa tuende sasa Aquinas pa tukaone sasa, hata kama wanasema wanafunzi ni wachache, lakini naamini yapo mambo tunaweza tukabadilisha nao mawazo na sisi yakatusaidia kualeta kwenye shule yetu. Matokeo ya mtihani wa kidato cha pili na cha 4 mwaka 2023 hadi 2026 yameonyeshwa katika jedwali la hapo chini, Mheshimiwa Diwani, ambapo mwaka 2023 kidato ufaulu ulikuwa ni 99%, ambapo division 1 zilikuwa 7, division 2 zilikuwa 22, division 3 zilikuwa 42 na division 4 zilikuwa 114, na hakukuwa na division 0. Mwaka 2024 division 1 zilikuwa 8, division 2 zilikuwa 28, division 3 zilikuwa 54, division 4 zilikuwa 95 na hakukuwa na division 0 haikuwepo. Mwaka 2025 jumla ya division 1 zilikuwa 12, division 2 zilikuwa 29, division 3 zilikuwa 63, division 4 zilikuwa 59. Ufaulu ni wa 100%, hakukuwa na division 0. Kidato cha pili mwaka 2023 division 1 zilikuwa 5, division 2 zilikuwa 11, division 3 zilikuwa 26, division 4 zilikuwa 154, 019. Ufaulu ulikuwa ni wa 91%. Division mwaka 2024
Division 1 zilikuwa 13, Division 2 zilikuwa 22, Division 3 zilikuwa 42, Division 4 zilikuwa 182 na Division 0 zilikuwa 23. Ufaulu ulikuwa ni wa 92%. Mwaka 2025 Division 1 zilikuwa 4, Division 2 zilikuwa 8, Division 3 zilikuwa 23, Division 4 zilikuwa 198 na Division 017, ufaulu wa 93%. Kila mwalimu amekuja ndani ya shule hii kwa ajili ya kile alichokisomea. Ni waombeni, wewe ni mwalimu wa hesabu, umekuja shule ya Sino kufundisha hesabu, kawafundishe watoto wetu hesabu. Nalisema hili, nimegusia somo la hesabu kwa sababu kila unayemuuliza mwanafunzi anakuambia hilo somo ni wanaita nini la taifa, janga la taifa. Niombe wewe mwalimu uliyesomea hesabu ambaye umekuja ndani ya shule hii, usituambie ni janga la taifa. Nenda kawasomeshe watoto wetu wafikie yale malengo tuliyokusudia. Kwa nini nimegusia hesabu? Nimegusia hesabu kwa sababu moja. Mimi nimejaribu kuangalia watoto wengi walioshuka madaraja, kuna kitu wanaita penalty. Wamepigwa penalty baada ya kufeli hesabu. Sasa najaribu kunyoshea hesabu ili tuiangalie hesabu kwa macho mapana, ili jambo hilo lisitukute sana. Walimu wa hesabu mpo na mnanisikia vizuri. Mwenyezi Mungu nafikiri atatujalia, tutapambana mwaka huu na tutafikia malengo mazuri. Lakini jambo lingine ndani ya walimu, niko kwa walimu. Walimu kama hamtokuwa pamoja, lengo lenu halitokuwa moja ndani ya shule hii, hatutofikia malengo. Lakini kama walimu wa shule hii lengo lenu litakuwa ni moja, mtashirikiana kwa pamoja, mtaelekezana kwa pamoja, nina imani mwaka huu tutaipita raha leo, na ndio kusudio langu. Ni waombeni, nendeni kajenge misingi ya kwenda kuipita raha leo. Aquinas mwenzetu ametupa matokeo yake, lakini nimejaribu kuyachuja na kuyaelewa. Aquinas na watoto wasiozidi 80 ndani ya kidato cha 4. Lakini tukija tukiikuta Sino ina wanafunzi wangapi? Tuna walimu wangapi? Je, tunaweza kukimbizana na Sino? Narudi kwa diwani. Diwani, tuna mapungufu ya walimu Sino. Ni kuombe kwa nafasi yako ambao umeonyesha moyo wa dhati wa kuifungua Sino, nenda katupambanie tupate walimu.